Ninapenda kuzungumzia swala la imani kwa wananchi, maana tunaona wananchi wengi wamekuwa kwenye imani mbalimbali, hasa wengine wana imani za dini, wengine wana imani za pengine kwenda kwa waganga wa tiba asili, na ningependa kuwasihi kule sawa tunaendelea kwa waganga wa tiba asili, pengine imani zetu ndizo zinatupeleka kule. Tunahakikisha tunaitoa jamii kwenye fikra hasi na kuileta kwenye fikra chanya kwenye swala zima la magonjwa yasiyoambukiza. Tumeona watu wengi wanaenda kwenye imani, pengine wanakwenda kuombewa, ni sahihi, lakini pia kabla hujakwenda huko, chukua hatua kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma na kujiridhisha kama ni magonjwa yasiyoambukiza au pengine ni sababu zingine zinazo kupelekea kuugua. Kwa katoro, tukizungumzia katoro peke yake, kisukari, ugonjwa wa shinikizo la juu la damu ulionekana kuongoza kwa 59%, ikifuatiwa na kisukari ambayo ilikuwa na 5.7%. Kwa hiyo kati ya wale wote tuliowachunguza kwa kipindi cha mwaka jana ndo tulifanikiwa kupata takwimu hizo ambazo ninaziwasilisha, na tuliofuatilia kwa kipindi cha mwaka mzima kwa kutumia watu wa huduma ngazi ya jamii kama ambavyo nimetangulia kusema awali, ambapo walikuwa wakiendelea kuwatembelea manyumbani, kuendelea kuwapa elimu na kuendelea kuwasisitiza kubadilisha mtindo wa maisha. Kwa sababu kama tunavyojionea ni kwamba magonjwa yasiyoambukiza mengi ni lifestyle diseases tunasema kwa Kiingereza, inasababishwa na mtindo wa maisha unayoyaishi. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ni magonjwa ambayo tunaweza kujikinga kwa kubadilisha mtindo wa maisha. Hali ya kisukari Tanzania ndio inayotusukuma kuja huku. Kwa kweli tafiti nyingi zimefanyika, lakini ya sasa inatuambia karibu kila watu 100, watu 9 mpaka 10 wana kisukari. Jambo ambalo si dogo katika umilioni wetu, milioni karibu 69 sasa tunaelekea. Karibuni tutakwenda 70. Kwa hiyo ungepiga mahesabu hayo ya watu 10 katika kila 100 katika milioni 69 au milioni 70, utaona ukubwa wa tatizo. Lakini hiyo haitoshi tu. Watu wanaokufa kutokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwa pamoja na kisukari, katika magonjwa yote ukijumlisha kwa ujumla wake, 33% wanakufa kutokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza.